Bwana mshikaji anaitwa Bea. So Bea anafanya kazi na Nicky. Nicky ni mshikaji wake tangu utotoni, ni marafiki wamekuwa muda mrefu sana. Lakini sasa Bea ana feeling sana na Nicky, yani anampenda, lakini Nicky anamchukulia Bea ni kama mshikaji wake ama tu kama kaka. Lakini Bea anaona kwamba ameweka friend zone, unajua ile. So jamaa anajaribu kila njia kumuonesha ajisikie Nicky anampenda, lakini anashindwa, au naweza nikasema anaogopa kumwambia ukweli. So jamaa anaamua kwenda kwenye store moja hivi ya toys. Akutana na kidudu kinaitwa Wish Wheel. So inaaminika kwamba ukisema matamanio yako au kiwish kifanye kitokee, basi kinatokea kweli. So jamaa akasema ngoja ni took the chance, akawish kwamba Nicky ampende katika maisha yake yote. Na hicho ndio kitu pekee ambacho atajutia katika maisha yake yote. Kwa nini? Kwa sababu ghafla aliweza kupendwa vibaya sana na Nicky. Unajua ile unapendwa mpaka unaona kero na hizo ambao wapo kwenye mahusiano ambaye mtu anampenda afu ampendi, ndio anavyojisikia Bea kwamba yani mtu ulimpenda bad, yani mtu ulikuwa unampenda alafu yeye amekupenda zaidi yako wewe, baki inakuwa kero. Na mbaya zaidi, hizi wishes zinakuja na consequences. Kimesha consequences, kuna details au vitu vya giza au nguvu za giza kichawi ambazo zinamfanya yule mtu abadilike kwenye uhalisia wake na kuwa uhalisia mwingine ambao ni nini, kukupenda sababu alikuwa kupenda na kutoka kama mshikaji, kitu ambacho kimemtokea Bea sasa. So jamaa akanapitia wakati mgumu sana. Jimaje nini unapenda mpaka unaona sasa what is this Jamaa ilibidi arudi kupiga tena simu kwenye store bwana, kama kuna njia yote ya kukast hii spell au kuikata isiendelee. Na jamaa akaambiwa no, kitu pekee ambacho unaweza ukakifanya au kusurvive hicho kitu ni kwamba maisha yako yaishe, ni kwamba aache kukupenda mpaka utakapokufa. Imagine huyo mtu uweze kumkimbia, ukilala yeye halali, yani kila kitu unachokifanya yeye kwa yeye ana took it serious. It's weird Ni bonge moja ya movie, and of course inatisha kwa sababu kuna matukio ambayo kidogo ambayo yako nje ya mambo ya kawaida. Of course inatisha sana, and kama una muda go and watch it. Movie inaitwa Obsession, and mpaka sasa ina play kwenye cinemas, and if you are cinema is around your corners, and you can try and watch it. Until next time, ciao.